Lakini mama, tunakushukuru katika kipindi chako cha miaka 4 uliweza kuleta fedha nyingi za kukamilisha hospitali yetu na ikaanza kutumika, na mpaka sasa wananchi wa eneo hili tunajivunia kazi yako mama, tunakushukuru sana. Lakini isitoshe mama yangu, hivi majuzi ile hospitali ilikuwa imeweka utaratibu wa kwenda kuwa chuo kikuu. Juzi umetoa fedha mama, na sasa nafasi za wanafunzi kwenda kusoma pale zimetangazwa. Kwa hiyo chuo cha afya pale kwenye hospitali ya rufaa tayari zipo. Tunakushukuru sana mama kwa fedha ulizotupa. Lakini mama, katika upande wa vyuo tuna chuo kikuu cha usimamizi wa fedha ambacho wakati kinakwenda kuanzishwa, wakati unaingia madarakani, chuo kile kilikuwa katika hatua ya ujenzi. Lakini baada ya kuingia katika madaraka, Mheshimiwa mgombea urais ulileta fedha za kutosha kuja kukamilisha ujenzi wa chuo hiko. Na mimi kupitia nafasi hii napenda kukutaarifu, mpaka sasa chuo hicho kimeshadahili wanafunzi na wapo zaidi ya 120 wanaendelea na masomo yao. Tunakushukuru sana mama. Lakini mama, katika upande wa elimu, wakati unaingia madarakani, katika miaka yako 4 tulikuwa na shule za msingi 132. Lakini sasa napenda kukutaarifu tunazo shule 184. Tunakushukuru sana mama kwa ongezeko kubwa la shule zile. Lakini katika sekondari, katika elimu ya sekondari, wakati unaingia madarakani tulikuwa nazo shule 27. Lakini mpaka sasa tunavyoongea mama, tunazo shule 58 za sekondari. Kwa hiyo ukiangalia ni ongezeko kubwa kabisa katika elimu ya sekondari. Kwa hiyo hata ukiangalia vijana wengi waliokuja hapa, wengi wao ni kidato cha 4, kidato cha 6 waliomaliza, ambao leo tunao hapa. Hayo ni matunda yako mama ambayo umetuletea hapa. Lakini mama, katika huduma za maji, wakati unaingia madarakani, maji mjini tulikuwa kwenye 60%. Lakini katika miaka 4 ya kwako, leo tunazungumzia tumefikia 78%. Lakini mama, katika maji vijijini, wakati unaingia madarakani tulikuwa na maji, upatikanaji wa maji vijijini ulikuwa ni 58%. Lakini mpaka sasa mama tunavyoongea, sisi vijijini tumefikia 72%. Imani yetu ni kwamba baada ya kuona tumepata maji tumefikia 78% na 72%, umetuletea mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 44 ambao unajengwa kutokana na miji 28. Na sisi katika miji 28 ya Tanzania iliyopata maji, na sisi mama ulitupangia mradi huo, na leo tunavyozungumza uko zaidi ya 84% ukiendelea mama. Kwa hiyo mama, katika huduma za jamii tunakushukuru sana. Lakini mama, wakati unaingia madarakani, barabara vijijini tulikuwa na kilomita 87. Lakini wewe umetuletea fedha za kutosha, tumeiweza kujenga katika kipindi chako kilomita 147 katika kipindi chako cha miaka 4. Lakini pia katika kipindi chako mama, katika barabara za lami ulituletea fedha za kukarabati na kujenga lami mpya zaidi ya kilomita 81.9. Kwa hiyo mama, ukiona hayo katika huduma za jamii ambazo umeendelea kuzifanya, sisi wanachato toka ulipozindua kampeni zako, sisi iliyobaki ni kwenda kupita kijiji kwa kijiji. Mama, katika jimbo hili la Chato Kaskazini tunavyo vijiji 66. Lakini mpaka sasa toka kampeni zako ulipozindua na kuturuhusu kuendelea, tumeshafika katika vijiji 61. Bado tuna vijiji 5 ambavyo tumebakiza. Lakini kote tulikopita
Ndugu mgombea urais, kazi yetu ni kwenda kuwauliza wapiga kura, mnataka nini mama awafanyie? Wao wanachosema, sisi kazi yetu ni kwenda kutoa kura zote kwa Mama Samia. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie Mama Samia, mgombea urais, kura zote za Chato Kaskazini mama zote wanakwenda kukupa ili uendelee kuwa rais wa nchi yetu. Asante. Lakini mama, ninayo machache tu ambayo wamenituma watu wa Chato. La kwanza, mama yangu, juzi umetuletea fedha za mpango kabambe wa kupima mji wa Chato. Zimeshafika kutoka Benki ya Dunia. Sasa ombi letu wana Chato, mji wetu wa Chato unazo kata 3 ambazo ziko mjini, ambazo takribani ya watu 61,000 wanaishi katika mji wa Chato, lakini bado tunaitwa kijijini, tunaitwa kijiji cha Chato. Ombi la wana Chato, tukuombe mama, kwa sababu sisi tunakwenda kukupa kura za kutosha. Tunajua utakwenda Ikulu tarehe 29 tukimaliza kupiga kura. Mama, utufanye mji wetu uitwe mamlaka ya mji wa Chato ili na sisi tukapate maendeleo. Lakini mama, liko ombi jingine la watu wa Chato. Iko bandari kubwa mlioijenga, serikali yako ilitoa bilioni 6 katika miaka 4 ukaiweka kule Nyamirembe. Lakini bandari ile ilikuwa na mpango wa kupokea mizigo kutoka Mwanza inayotoka Dar es Salaam kwa reli, ili nchi za jirani hapa Burundi, Rwanda na DRC Congo waweze kuchukulia mizigo yao pale Nyamirembe. Ile bandari ilishakuisha miaka 2 iliyopita, lakini ambacho kilikuwa ni component ya ujenzi wa bandari ile ni barabara ya rami kutoka Nyamirembe kwenda Biaramulo kilomita 58. Mama, utakapokuwa umeingia Ikulu, tunaomba mama utusaidie katika ujenzi wa barabara hiyo katika kilomita 58. Lakini kubwa kabisa mama, ambalo wana Chato hapa wanatamani wasikie, ni lile ombi lao la siku nyingi mama walipokuomba ulipokuja kumzika mpendwa wako. Ombi lenyewe mama, tunaomba Chato yetu hii kwa kushirikiana na wilaya zingine za Biaramulo, Ngara, Kakonko pamoja na Bukombe, basi mama utufanye kuwa mkoa, na mkoa huo mama makao makuu yake yawe hapa Chato mama. Ndio maombi ya wana Chato. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgombea urais, yako mengi, lakini kwa sababu ya muda, mengine nitakapokuwa mbunge, kwa sababu ukipata kura nyingi na mimi nitashinda watanipigia, basi nitaleta maombi rasmi mengine ili uendelee kuwasaidia wana Chato ambao ni kipenzi chako, wanakujua wewe ni shangazi yao, wanakujua wewe ni mama yao, wazee wanakujua ni dada yao, na wengine wanajua ni baba zako, kwa sababu wewe ni zao la Chato. Mama, tunakushukuru sana. Baada ya kusema hayo, naomba sasa nikuombee kula mama yangu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wana Chato, wangapi watakaokwenda kutoa kura zote tarehe 29? Asanteni sana. Wangapi mtakaonituma kwenda bungeni ili nikapeleke na mengine yaliyosalia ili mama Samia akapate? Asanteni sana. Lakini wangapi mtakaokwenda kupiga kwa madiwani ili mama Samia akileta mamlaka ya mji Chato wawepo wa kuipokea ambao ni wana CCM? Asanteni sana. Naomba nimkaribishe ndugu Pasco Lutandula, mgombea ubunge Chato Kusini. Karibu. Tumpe mitano tena, tumpe mitano tena, tumpe mama mitano tena, tumpe. Chato ye! Daktari Samia oye! Chato Kusini oye! Mgombea urais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, mama yetu Daktari Samia, karibu sana Chato Kusini. Kwa watu wanaokupenda sana, wewe mwenyewe umekuwa mashahidi. Jana walikupokea wengi kwa ndilimo pale Bwanga, na leo tena wengine wamekupokea
lakini na huku Chato bado wapo Chato Kusini. Bado wapo Chato Kusini. Mama, Chato Kusini wanasema neno moja tu. Tarehe 29 Oktoba wanakulipa deni. Chato Kusini tunafanyaje? Mama, watu hawa wameniambia nikushukuru mambo mawili makubwa. Moja, wanakushukuru sana mama kwa kuwapa jimbo jipya, jimbo lenye neema, lenye utajiri wa rutuba, lenye utajiri wa madini aina ya dhahabu. Wanasema asante sana mama. Hao ndio wana Chato Kusini mama. Wanabashasha tangu jana na leo wanatamani ukalale Chato Kusini. Mama Samia oye! Lakini na mimi mama nikushukuru. Mimi mtoto wa mama ntilie, usingelikuwa wewe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kukubali na kulizia kwenye kamati kuu jina langu mtoto wa mama ntilie Pasco Lutandula nipeperusha bendera kule jimbo Chato Kusini, usingelikuwa wewe nisingekuwepo hapa. Mama, sisi wanaume wa Kisukuma huwa hatupigi magoti, lakini natamani kukupigia magoti kwa jambo jema ulilofanya. CCM oye! Mama, sisi Chato Kusini tunasema tunakulipa deni kwa sababu hatukudai. Kwenye upande wa maendeleo, tukianza na afya, ulipoingia madarakani mama yangu, tulikuwa na vituo viwili tu vya afya. Leo tuna vituo 5 vya afya. Umetuletea bilioni 2.9 na milioni 30. Ni fedha nyingi. Sisi Wasukuma tunasema mashtabalwa. CCM oye! Lakini mama, upande wa elimu, ulipoingia madarakani tulikuwa na sekondari 12. Umetuletea sekondari mpya 11, zaidi ya bilioni 2 milioni 250. Zote umetuletea Chato Kusini. Mama, tunasema asante, asante kwa moyo wa huruma. Lakini mama, hujaishia hapo. Kwenye upande wa zahanati, tulikuwa na zahanati 11. Umetuongezea tena zahanati mpya nyingine 8. Kwa hiyo mama, tunasema asante sana. Afya za watu Chato Kusini hazina mgogoro tena. Wakina mama wanajifungua vizuri. Sasa mama, Chato Kusini tunasema nini? Sisi mama, tarehe 29 tunakulipa deni kwa wema uliotutendea. Mama, basi niseme ombi kwa sababu ya muda. Chato Kusini mama ni jimbo jipya. Na wewe umepita umeliona. Tuna miji mikubwa miwili, Buselesele na Bwanga. Jimbo hili jipya kwenye zile barabara za mitaa mama, ikikupendeza, najua hawa wananchi wa Chato Kusini wanakupa kula nyingi. Ukisha kuwa rais ukawa Ikulu, tukumbuke mama barabara zile za mitaa, ili mama sasa na sisi tukalinge na Chato Kusini, tukalinge na wewe mama. Lakini mama, sisi tulikuwa makao makuu yetu ya jimbo, tuna kituo cha afya cha Bwanga. Kina wagonjwa wengi, kimezidiwa huduma. Tunaomba mama utujengee hospitali ya wilaya utakapokuwa rais mama. Tunaomba hospitali ya wilaya cha Bwanga. Mama, kwa sababu umetufanyia mengi, niombe ombi la watu ambao linaishi kwenye mioyo yao. Sisi Chato Kusini mama ni wakulima. Na Mungu ametupa ardhi yenye neema, lakini changamoto yetu mama, tunapakana na TFS na shamba la Silayo. Watu hawa mama sasa hawana sehemu ya kulima. Ombi lao mama, wape eneo la kulima, watu wa Chato Kusini waendelee kulima. Chato Kusini oye! Hebu nyosha mikono nione wangapi watampa Daktari Samia tarehe 29 Oktoba. Nyosha mkono. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini na mimi niombe tena, wangapi mtawapa madiwani wangu 9 katika jimbo la Chato Kusini tarehe 29 Oktoba? Mtaenda kutiki, nione mikono.
Sasa na mimi niombe tena kwenu, mimi mtoto wa mama ntilie Lutandula, wangapi wanaenda kutiki tarehe 29 kwa mtoto wa mama ntilie? Chato Kusini oye! Mama, tunakushukuru sana. Karibu tena Chato Kusini, tunakupenda sana mama, karibu. Naomba nimkaribishe Dr. Bashiru Ali Kakurwa, katibu mkuu mstaafu, kwa salamu fupi. Karibu. Mama Samia yule. Yuko wapi? Mama Samia yule. CCM oye! Ndugu mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, ndugu mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Geita, ndugu mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ambaye pia ni naibu waziri mkuu, viongozi wote meza kuu, Samia